Sitenda amena. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kipindi cha nabii Ezekiel, na Mungu akampa unabii, naye Ezekiel akaenda kutabiri juu ya watu wa Mungu. Tukisoma maandiko kwenye kitabu cha Yeremia, kuna namna Mungu alizungumza na Yeremia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwambia Yeremia, mtumishi wangu, nashuka kusema nawe. Lakini kipindi cha nabii Ezekiel, Mungu alimwambia, mwanadamu, sikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyakati za nabii Ezekiel, alitabiri unabii wake katika majira magumu, yeye na nabii Yeremia. Na kipindi cha nabii Ezekiel, mwanadamu alikuwa ameharibikiwa kwa ndani. Nafsi yake ilikuwa kinyume na kusudi la Mungu. Ndipo Mungu akashuka katika neno la kinabii na udhihirisho kwa kusema na taifa lake, na hili taifa akaliita mwanadamu. Na alipoliita mwanadamu akasema, mwanadamu, sikia yale Bwana ayanenayo. Na Mungu akaona kwamba tumaini limeondoka ndani ya mwanadamu, na huyu mwanadamu amebaki mkiwa, huyu mwanadamu amebaki mtupu, huyu mwanadamu nafsi yake haipo, huyu mwanadamu tumaini limeondoka, halipo. Ndipo Mungu akaleta maneno ya kinabii juu ya huyu mwanadamu, akasema naye ya kwamba, sikia mwanadamu, ijapokuwa ulipotea, ulitawanyika katika nchi na ukaiacha sheria ya Mungu, na ndani yako palikuwa na roho wa Mungu akaondoka, palikuwemo na roho wa nyama kaondoka, ila nitaleteni maji ya kukutakasa mwanadamu. Na nitakapoleta maji ya kukutakasa, ndipo wewe utaondolewa moyo wa jiwe, na ndani yako patatiwa ule moyo wa nyama. Na katika ule moyo wa nyama utakapotiwa, na roho wa Bwana atashuka juu yako kuleta udhihirisho. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu roho wa Bwana ana uwezo wa kuleta udhihirisho katika maisha yako, kubadilisha kilicho katika hali ya kufa kikaja katika hali ya kuishi. Na hata leo Mungu anaenda kukuondoa katika hali ya kukata tumaini, katika hali ya kuona kufa, na Mungu anaenda kukuletea hali ya kuona kuishi tena. Bwana tusaidie sana. Amen. Na hili ni neno la kinabii litakaloleta maisha yako kuyapa mwanga mpya na nuru mpya na tumaini jipya. Hallelujah. Amen. Mungu akasema naye, mwanadamu, sikia, haya ni majira ya kukutoa wewe katika nchi ulikotawanyika na kukurejesha katika nchi ya baba yako. Na Mungu hawezi kukurejesha katika nchi ya baba yako kabla hajakutengeneza, hajakutoa katika yale mapito ambayo, maana kuna wengi tunaishi maisha ya tabu kwa sababu ya uovu wa baba zetu walioutenda. Bwana tusaidie sana. Amen. Na ile dhambi yao inatembea juu yetu, imetufanya tuishi katika magereza, inatufanya tutende yale tusiyoyataka, tunatenda yale ambayo yaliachwa kama urisi wa habari mbaya kwetu. Lakini neno la Mungu asubuhi ya leo linakuja kusema ya kwamba, amen, kwa ile dhambi baba yetu aliyoitenda ikatufanya tutawanyike katika nchi za kigeni. Amen. Ila leo nakuja na neno la kinabii nikisema ya kwamba utarudi katika nchi ya urithi wa baba yako. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linaposhuka litaharibu vinyago vilivyoharibu msingi wa baba yako, ukakufanya wewe uishi nchi ya mateso.
Amen. Kwa sioni katika roho wa kinabii atakayebaki katika nchi ya mateso, nchi ya ukiwa. Katika roho wa kinabii namuona yule atakayeishi katika nchi ya ahadi ambaye baba yake alihaidiwa. Kuna wengine baba zenu walihaidiwa ahadi njema, lakini hawakuishi zile ahadi njema, wakayaishi mateso. Ila huu ni wakati wa kutolewa katika nchi ya mateso. Amen. Na kuletwa katika ile nchi ya ahadi. Amen. Ambayo Mungu aliwaahidi baba zetu. Amen. Sema, na mimi nitakuwemo katika nchi ya ahadi. Na mimi nitakuwemo katika nchi ya ahadi. Lakini ili uweze kuishi huko, kuna mambo yafuatayo. Kwanza, Mungu atakutoa katika nchi ya kigeni. Alafu atakurejesha katika nchi yako. Pili, baada ya kukutoa huko, atakupa moyo wa nyama, ataondoa moyo wa jiwe. Na pili, atanyunyiza maji yatakayotakasa mwili wako, mawazo yako, fahamu zako. Na tatu, ataachilia roho wake juu yako. Amen. Biblia inasema Danieli akawa na roho bora, naye akamtia ufahamu siku zote, akakaa mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Kwa pamoja na roho wa Bwana, wewe na mimi tunaweza kurejeshwa mara nyingine. Pamoja na roho wa Bwana twaweza kutiwa ufahamu mpya, tukatembea katika mapenzi ya Mungu. Unajua kuna watu wanaishi lakini wako under control, wanaendeshwa na ulimwengu, hawaendeshwe na roho wa Mungu, hawaendeshwe na kusudi la Mungu. Yes. Wanaendeshwa na akili zao. Yeah. Wanaendeshwa na upotovu wa dunia. Wanaendeshwa na mazingira ya uchawi, wanaendeshwa na mazingira ya kimizimu, wanaendeshwa na mazingira ya laana. Yeah. Wanaendeshwa na mazingira ya umaskini wanaoona mbele yao. Wanaendeshwa na mfumo wa vile wanavyoviona. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Wewe unajikuta kwa sababu baba yangu alikuwa maskini, na unaendeshwa na ile picha ya mfumo wa baba yako. Kwa sababu mama yangu hakufungaga ndoa, wewe unaona kwamba hutofunga ndoa, unaendeshwa na mfumo unaojua kwa mama yako. Hapana, nakuja kutabiri juu ya mwanadamu ya kwamba hiyo ni nchi ya kigeni ulio ndani humo. Hayo mawazo ni nchi uliopelekwa ndani. Yes. Hayo mawazo ulionayo ni ile nchi ya ukiwa uliochukuliwa ukapelekwa huko. Lakini asubuhi ya leo nakuja kutabiri ya kwamba utatoka katika ulimwengu huo wa mawazo. Amen. Utatoka katika sayari hiyo. Amen. Utarejea katika nchi ya urithi. Amen. Na nchi ya urithi muna kusudi la Mungu kwamba hakuna tasa katika hiyo nchi. Yes. Hakuna maskini katika hiyo nchi. Hapana kutokuolewa katika hiyo nchi. Bali katika hiyo nchi muna baraka. Ndani ya nchi hiyo muna uponyaji. Ndani ya nchi hiyo muna maziwa na asali. Ndani ya nchi hiyo muna neno la neema. Ndani ya nchi hiyo muna ndoa. Ndani ya nchi hiyo muna kazi. Ndani ya nchi hiyo muna biashara ya mafanikio. Ndani ya nchi hiyo muna tumaini jipya. Sio nchi ya kilio. Yes. Kama ile ulioishi siku zote. Amen. Mungu alisema nami habari hizi ya kwamba wachungaji tunachunga watu, tunawaona hapa kanisani, lakini wanaishi nchi nyingine, nasi zinaishi nchi nyingine, ijapokuwa tunaona madhabahu ya Hosana. Lakini asubuhi ya leo juu ya mwanadamu lipo neno la kinabii. Nalo neno linaenda kuvaa mwili juu yako. Amen. Nawe unaenda kuinuka kama mtu mpya. Na utaanza kuishi nchi yako. Amen. Nchi Baba wa mbinguni aliyotuahidi. Amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Amen. Kuna mtu anaanza kuona kama alikuwa anaishi nchi nyingine. Unajua mambo ya Mungu ni fumbo, na maisha ya mwanadamu ni fumbo, lakini Mungu huyafumbua katika neno lake. Amen. Najua kila ninapopiga goti naomba, yapo mafunuo Mungu ananipa. Kila ninapoomba Mungu ananipa mafunuo makubwa sana. Ndio maana wewe unaweza ukawepo, tunasali, tunaabudu hapa, lakini ukirudi nyumbani una ulimwengu wako mwingine wa tofauti kabisa. Unajikuta ule moyo wajiwe tena unakuvaa. Unaanza kuyafikiri mambo ya mwili tu. Ishara ya kuona kwamba wewe umevishwa moyo wa jiwe,
Ni kwa sababu unapoondoka ibadani, huna muda wa kutafakari kile ulichojifunza, huna muda wa kutafakari kuinuliwa kwako katika roho. Unabaki unayatafakari maisha ya mwili, unabaki unatafakari mateso yako, unabaki unatafakari mapito yako. Huna muda wa kukunja goti na kusema Mungu asante kwa hatua nimepiga. Huna muda wa kusema asante kwa neno nimejifunza. Huna muda wa muendelezo na seasoni ya kumkiri Kristo aendelee kutawala, bali wewe unarudi katika ile nchi yako ya kilio, ya manunguniko. Unaishi katika sayari yako nyingine. Na ndio maana hata ningetabiri moto ukashuka kwenye mdomo wangu kama wa Elia, ni vigumu sana kubadilisha ulimwengu wako. Lazima kwanza moyo wa jiwe uondoke ndani yako, alafu uje moyo wa nyama. Maana badala ya moyo wa jiwe kuondoka, moyo wa nyama ukashuka kaja ndani yako, ndipo roho atapata kituo. Amen. Sababu roho wa Mungu hawezi kupata kituo akikuta wewe umebeba moyo wa jiwe. Sababu maandiko yanatuambia kwamba yeye roho hukaa ndani ya mioyo iliyo safi. Na moyo wa jiwe hauna usafi ndani yake. Bali una manunguniko, una shida tupu. Unajikuta nafsi yako inaendeshwa na mikataba ya mawazo, unaendeshwa na mikataba ya kukosa amani. Nafsi yako unajikuta unaitundika kwenye mawazo kila kukicha. Kwa neno la Mungu likishuka, linashuka kwenye sikio, lakini ndani ya moyo wako halipati nafasi. Sababu katika roho umebeba moyo wa jiwe. Haleluya. Amen. Hasa lazima uondoke katika kituo namba 1, kuwa na moyo wa jiwe na kupokea utakaso wa maji. Na baada ya utakaso wa maji utapokea moyo wa nyama. Baada ya kupokea moyo wa nyama, ndipo Mungu ataruhusu roho wake ashuke ndani yako. Sehemu pana roho wa nyama, roho wa Mungu atapata nafasi. Bwana tusaidie sana. Amen. Sijui ulimwengu gani unaishi, sahari ipo naishi, lakini ninachojua natabiri juu yako. Amen. Moyo wa jiwe utaondoka ndani yako. Amen. Utapokea moyo wa nyama. Amen. Na roho wa Mungu atashuka juu yako. Amen. Naye atakupaka mafuta. Amen. Atakuleta katika sayari mpya. Amen. Atakuleta katika nchi ya baba yako. Amen. Na wewe utamiliki. Amen. Ni vigumu sana kumiliki katika nchi ya baba yako, huku wewe umevaa moyo wa nyama. Lakini ukishavaa moyo ukishavua moyo wa jiwe, ukavaa moyo wa nyama, utapokea roho, na yule roho atakuongoza katika nchi ya baba yako. Amen. Katika nchi ya baba yako hapana kilio, hapana mateso kama yale unayoyapitia. Biblia inasema Israeli walipokuwa jangwani walikula mana, walitegemea miujiza. Lakini walipovuka Yordani, Biblia inaniambia kwamba hawakutegemea mana tena kushuka mbinguni, bali walikula viliwa vya nchi, kwa sababu waliingia ndani ya nchi baba yao Ibrahimu alihaidiwa, na Yakobo na Isaka akahaidiwa, na Yakobo akahaidiwa, na Yusufu akahaidiwa. Bwana asifiwe sana. Walipokuwa wamebeba lile sanduku na mifupa ya Yusufu, wamevuka Yordani, wameingia ndani ya nchi ya ahadi aliyoahidi baba zao. Mana ilikomeshwa siku hiyo. Bwana tusaidie sana. Mana ilifanya nini? Ina maana hawakuishi kutegemea miujiza tena, bali waliishi nchi ya ahadi ya baba zao, wakaanza kula viliwa vya nchi. Biblia haijaniambia kwamba walilima, hapana. Biblia haijaniambia kwamba walifeka msitu, hapana. Biblia inaniambia wakaanza kula viliwa vya nchi baada ya kupiga hatua. Wamevuka mto Yordani, wameingia ndani ya nchi ya Kanaani. Maana nchi ya Kanaani ilianzia pale walipovuka
Yordani. Kuna baba mmoja, binti mmoja, mama mmoja atavuka Yordani leo. Bwana tusaidie sana. Ataingia nchi ya ahadi. Kuna wengine tunaishi kwa miujiza tu. Unakula kwa miujiza, lakini baada ya kuvuka Yordani, kuingia ndani ya nchi ya ahadi ya baba yako, wewe utakula vilio vya nchi, hutategemea muujiza tena. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Haleluya, haleluya. Unajua ukiwa jangwani lazima utegemee miujiza tu. Amen. Ukiwa jangwani lazima utegemee miracle tu. Amen. Lakini ukishaingia ndani ya nchi ya ahadi, nchi ya baba yako, wewe hutategemea muujiza tena. Amen. Hutaishi kwa mana tena. Hutaishi kwa kutegemea kwale tena. Bali utakula viliwa vya nchi. Maana yake nini? Utakachokifanya katika nchi ya ahadi litafanikiwa. Ukihitaji ndoa kwa nchi ya ahadi, ndoa itatokea. Ukihitaji mtoto ndani ya nchi ya ahadi, mtoto atatokea. Ukihitaji biashara ndani ya nchi ya ahadi, biashara itafanyika. Ukihitaji kazi ndani ya nchi ya ahadi, kazi itatokea. Nchi ya ahadi mnaviliwa. Nchi ya ahadi hamuna miujiza. Nchi ya ahadi mna matokeo. Nchi ya ahadi hamuna kusubiri. Nchi ya ahadi mna neema ambayo imewekwa exactly. Hamuna kwamba tusuesue tena. Nchi ya ahadi hatusubiri tumaini, bali tumaini limewekwa kwa ajili yetu. Namuona mtu mmoja ambaye ataingia nchi ya ahadi, sehemu ambayo tumaini limewekwa kwa ajili yake. Haleluya. Amen. Si kwa ajili yako tu, hata kwa ajili ya uzao wako tumaini limewekwa. Amen. Sijui kama tuko pamoja. Amen. Mungu akusaidie unielewe. Amen. Sema Roho nisaidie nimuelewe. Roho nisaidie nimuelewe. Huyu mtumishi aliyeko mbele yangu, natabiri juu yako. Baada ya kuondoka hapa utajua kwamba nilikuwa natabiri. Baada ya ibada ya leo utajua kwamba nilikuwa natabiri. Amen. Sikia nikwambie, usifikiri hayo mawazo ulionayo yanakuja bure. Mawazo ya kukatishwa tamaa, mawazo ya kupoteza tumaini, ni kwa sababu kuna moyo wa jiwe umekukalia. Lakini baada ya moyo wa jiwe kuondolewa, roho wa nyama kishaingia ndani yako, hutaamini mambo ya uchawi tena. Hutaamini stories za uganga tena. Hutaamini kwamba yule ananiroga tena, kwa sababu umevaa moyo wa nyama, na ndani ya moyo wa nyama yupo Roho Mtakatifu ndani yake. Amen. Kwa ukitaka kwenda kinyume kidogo, Roho Mtakatifu anatua, anakushepu, anakutengeneza, anakurejesha kwa nafasi yako. Utajikuta na tafakari makuu. Utajikuta vile Mungu alivyovinena ndani yako viko hapo hapo, havijaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikwambie, baada ya kupewa roho wa nyama, ule moyo wa nyama, hata imani itaanza kunena ndani yako. Na neno la Mungu likishuka linakutana na imani. Imani inaanza kunena matokeo. Imani inaanza kurejesha matokeo. Na ndivyo mtu mmoja asubuhi ya leo anaenda kufanyika katika hili neno. Vilivyoshindikana kwako, vilivyotawanyika kwako, vinarejeshwa. Uliyekuwa ndani mbali ya nchi ya baba yako, Bwana anakutoa nchi ya ugenini, anakurejesha katika nchi ya baba yako. Amen. Ni baba yako yupi? Baba wa mbinguni. Maandiko anasema tunaye baba mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Mababa wa dunia wakati mwingine hawatakuonea huruma. Mababa wa dunia wakati mwingine hawawezi kukupa chochote. Lakini ukiingia ndani ya nchi ya baba yako wa mbinguni, vyote utavikuta huko, kwa sababu pana nchi ya ahadi aliyoiandaa kwa ajili yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Roho wa Bwana atatutengeneza. Roho wa Bwana atatuvika. Amen. Mbingu zikubariki. Haleluya. Na maana Bwana amekugusa na akuguse zaidi. Nabii akaendelea kuwa katika maono. Siku moja Mungu akamchukua, akamtoa katika usingizi wake, akamchukua katika maono, akampeleka kando ya kijito, ndipo akamupa maono. Na alipompa maono, akamuonesha mifupa mingi imejaa katika bonde. Na kumbe ile mifupa walikuwa wana wa Israeli.
Na baada kumuonesha ile mifupa, huku nyuma ameshampa tumaini, ameshamuonesha picha namna gani watakuwa, ameshasema naye. Na baada ya kusema naye habari za kuwamilikisha nchi ya baba yao, kuwatoa katika ile nchi waliokuwa nayo, Mungu akamupa maono kwamba hawa ni Israeli waliotawanyika katika nchi mbalimbali, na huko walikotawanyika ni picha ya bonde kubwa, na lile bonde kubwa ni mifupa mikavu, na ile mifupa mikavu ni nyumba ya Israeli waliokata tamaa, walioumia, wanaoteseka, hawana tumaini. Wanasema na tumaini letu limepotea, wala hapana aokoaye, hapana awezaye kutusaidia. Wamekata tamaa. Katika roho Mungu anamuonesha Ezekieli ya kwamba Israeli tena si wale unaowajua, bali Israeli nafsi zao zimegeuzwa kuwa mifupa mikavu. Wao ni mafuvu, wamejaa katika bonde. Katika kutawanyiko kubwa, Mungu anamfunulia dunia kama bonde. Amen. Sababu zile walitawanyika, walikuwa katika nchi mbalimbali, lakini katika unabii wa Ezekiel, Mungu anachukua dunia. Ezekiel kwenye kijito, Mungu anamuinua juu, anamuonesha bonde, na lile bonde mna mifupa ya wana wa Israeli. Na wale wana wa Israeli, Mungu anamwambia kwamba wamekufa, wamekuwa mifupa mikavu, wanaishi sayari ya umauti. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Wanaishi sayari nyingine, na ile sayari nyingine ni picha ya bonde kubwa limejaa mifupa mikavu. Kwa nafsi zao zimeuzwa kwa mawazo ya kushindwa, zimeuzwa kwa mawazo ya kufeli, zimeuzwa kwa mawazo kwamba hawana tumaini tena. Kwa katika roho ikabaki mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Ikabaki mifupa mikavu. Ndio maana Mungu anapozungumza kwa kinywa cha nabii habari ya mambo yako, hata kama ni magumu, hata kama yanaleta aibu, hata kama hayana picha, wewe sema amina. Bwana tusaidie sana. Na unaposema amina, Mungu yule aliyefunua maisha yako katika roho wa kinabii, pia amebeba na majibu ya kurejesha kile kilichopotea juu ya maisha yako. Maana kama naweza kuona yale unayoyaishi, na anajua namna gani utatoka katika hiyo hali na kukurejesha katika hali nyingine anayoitaka yeye. Amen. Hasa utashangaa unalia tu, mbona nabii mimi hajaona hata kitu kizuri? Ameona tu shida zangu, magumu yangu tu. Mimi tu nakutabiriwa. Hiyo nao ni neema umepewa. Mungu akuone kwa namna hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna jinsi Mungu anavyotuona sisi, na kuna jinsi wanadamu wanavyotutizama, na kuna jinsi tunavyotazama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe una mtazamo wako unavyojitazama, na wanadamu wana mtazamo wao wanavyokutazama, na pia kuna mtazamo wa Mungu wa kipekee. Hasa kuanzia dakika hii tunaenda kuishi ndani ya mtazamo wa Mungu, sio mtazamo wa kibinadamu, sio mtazamo wa jinsi unavyotazama wewe. Kuna jinsi Mungu anavyokutazama. Kuna jinsi Mungu ametengeneza hatima yako. Nasikia upako wa kutabiri juu ya mtu mahali hapa. Kuna namna Mungu anavyokutazama. Vile mbingu zikutazamavyo, ndivyo zitakavyofanya wewe ukue. Maana utaishi kwa mtazamo wa Mungu, si kwa mtazamo wa kibinadamu. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Daudi, ndugu zake na baba yake walimtazama kama mchunga kondoo. Na Daudi kuna mtazama alijitazama. Daudi akaona, mimi ni mtazamo wangu ni mpasua dubu, ni mpasua simba. Mimi ni mchungaji mzuri wa kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa na mtazamo wa kumsifu Mungu. Pia Mungu mtazamo wake akamuona Daudi ni mfalme wa Israeli. Ijapokuwa wanamtazama kama mtu aliyetengwa, hana faida katika Israeli. Kuna namna wanadamu wanakutazama, kuna jinsi ndugu zako wanakutazama, wanamtazamo wanaokuona kwamba wewe hufai.
kwamba wewe ni maskini, kwamba wewe ni wakutupwa, kwamba wewe ni bure kabisa, lakini Mungu anakuona yule atakayerejesha heshima katika ukoo wako. Mungu anaona ni wewe utakayeleta habari njema katika nyumba yako. Mungu anaona ni wewe utakayefunga harusi nzuri katika nyumba ya baba yako na mama yako. Mungu anaona wewe ndio utakuwa na ajira nzuri, wewe ndio utakayesaidia familia. Kuna namna Mungu anavyokutazama. Hata kama una fimbo unachunga kondoo na mbuzi, wewe simba kija pambana naye tu. Hiyo jaribu likija pambana nalo. Hiyo dubu akija pambana naye. Hiyo simba kija pambana naye. Lakini kuna mtazamo wa Mungu. Amen. Na mtazamo wa Mungu juu yako ni wewe kutoka kuwa mchunga mbuzi, ni wewe kutoka kuwa mkulima aliyedharauliwa, ni wewe kutoka kuwa machinga aliyedharauliwa na ukawa mfanyabiashara mkubwa. Ni wewe kutoka kwenye ubachela ukawa mama mwenye heshima katika ndoa. Ni wewe kutoka kuwa mama tasa ukawa mama mwenye watoto wengi. Kuna mtazamo wa Mungu. Ni wewe kutoka katika hali ya kudharauliwa ukaingizwa katika hali ya kuinuliwa. Ni wewe kutoka kwenye utumishi wa chini Bwana akakufanya kwenye kuwa big pastor. Kuna namna Mungu anavyokutazama na kuna jinsi ninavyokutazama. Kuna jinsi jirani anavyokutazama. Lakini baada ya kupewa roho wa Bwana na roho wa nyama yumo ndani yako, Mungu atadhihirisha mtazamo wake katika maisha yako. Sema amina. Mungu atadhihirisha mtazamo wake. Kile Mungu alichokiweka juu ya Daudi na mtazamo wa Mungu juu ya Daudi, Mungu akamuinua Samueli. Na Samueli alipoinuka, Mungu akamwambia Samueli, uonavyo sivyo mimi nionavyo. Amen, amen. Kuna jinsi ninavyoona mimi. Amen. Na hata yule unayemuona nafaa sio. Amen. Bali kumebaki mmoja, wamlete. Walivyomleta, Samueli akasema huyu ndiye. Kuna naye kuona nasema wewe hufai, lakini Mungu anaona nasema wewe ndio unayefaa. Amen. Vile vilivyo dhaifu Mungu alivifanya kuwa vyenye nguvu. Wewe uliye dhaifu inuka kama mwenye nguvu. Wewe uliye mnyonge inuka kama taifa lenye hodari. Wewe uliye choka inuka kama aliyevikwa uwezo wa juu. Hiyo hali yako isikutishe. Amen. Mazingira ulionayo yasikukatishe tamaa. Amen. Vile watu wanavyokuchukulia vitikukatishe tamaa. Amen. Daudi hakukatishwa tamaa jinsi ndugu zake wa Eliabu walivyomkatisha tamaa. Wakamwambia Daudi, yule jamaa unaenda wapi? Tunajua wewe mtoto ni mbea, wewe rudi kachunge kondoo. Lakini Daudi ana maono, na maono amepewa na Mungu, na kuna jinsi Daudi Mungu anavyomtazama. Amen. Baadaye akawageukia ndugu zake akawaambia, ninyi hamnijui vizuri, mimi nina ushuhuda. Sema nina ushuhuda. Nina ushuhuda. Daudi akasema nina ushuhuda. Nani kati yenu nani aliyepasua dubu akamuua? Hayupo. Wakatazamana, ni nani hapa? Hayupo. Kati yenu nani aliyempasua simba? Wakatazamana, simba? Hizo ni habari za Samson, sio za kwetu. Si Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakakuta hayupo, ni Samsoni peke yake. Majibu walijibu ni Samsoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu ni nani? Samson. Ni Samsoni. Halafu akawaambia, ninao ushuhuda. Nilimpasua simba alivyokuja kumchukua mwanakondoo na nikampokonya. Ilikuwa inamaanisha nini? Taifa la Wafilisti lilikuwa picha ya simba. Bwana asifiwe sana. Amen. Taifa la Waameleki lilikuwa ni picha ya dubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hasa ni nani atakayewarejesha katika heshima? Mungu anamuandaa Daudi mwenye mtazamo ambao mtazamo wake anavyotazamika ni mtoto asiyefaa, kwanza hastahili, ni maskini, nguo yake ni moja, mwanzo wa mwaka mwisho wa mwaka, mvua ikija ni yake, jua likija ni lake, pori ni lake, anapiga kinumbi chake porini. Lakini kuna mtazamo wa Mungu. Mungu amemuona mfalme atakayerejesha heshima ya Israeli. Mungu amemuona mfalme ndani yake atakayeondoa aibu ya Israeli. Mungu anaona ufalme ndani yake, akasema lazima upasue dubu, lazima upasue simba.
Amen. Sikia, simba aliye mbele yako ni hilo jaribu limesimama. Simba aliye mbele yako ni hayo magumu unayoyapitia, ni hao wanaokudidimiza, lakini Mungu ameweka maono ndani yako na yatatimia kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu yupo kulitimiza neno lake. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Amen. Mungu wangu akupe ufunuo. Amen. Mungu wangu akuoneshe hali njema ya maisha yako. Alipowaambia mimi nina ushuhuda, wakataka hawasikii ni ushuhuda upi. Wakajitathmini, hata mfalme Sauli hajawahi kupiga hata fimbo simba. Hata kupiga fimbo, hata kukutana naye kichakani hajawahi. Wote wakabekwa na mwangalia. Habari za dubu ni habari nyingine. Ni dangerous animals. Akasema nalikutana naye na nikampokonya. Walimuona mchunga kondoo, Mungu anamuandaa mchunga Israeli. Wanakuona mlala hoi, Mungu anakuandaa mrejesha heshima katika familia yako. Wanakuona mwenye kulia, lakini kuna siku takuna simama ukidondosha mchozi watu wanaokolewa. Amen. Ukidondosha mchozi watu wanainuliwa. Amen. Ukinyosha mkono watu wanaponywa. Amen. Ukiinuka watu wanabarikiwa. Amen. Wakija kwako chakula kipo tele ndani ya nyumba yako. Amen. Kwa sababu una ushuhuda. Amen. Kuna mtu mmoja hapa Mungu atampa ushuhuda. Amen. Kuna yule Bwana atampa ushuhuda. Amen. Na kuna wengine ushuhuda mnao tayari. Aya. Kuna jinsi Mungu anavyokutazama wewe. Amen. Ndio maana Mungu anamupa Ezekiel maono. Maono Mungu aliyomupa Ezekiel kwamba hawa ni mifupa mikavu, ndivyo Mungu aliwatazama. Lakini wao walijiona kwamba wametawanyika na tumaini alipo. Mungu akaona wao ni mifupa mikavu, lakini huku wanatembea, wanakula, wanafanya utumwa, wanazurura huku na kule. Mungu kwa mtazamo wake akampa Ezekiel nabii mtazamo wa Israeli. Na mtazamo wa Israeli akaona kwamba hawa ni mifupa mikavu. Kwa kile Mungu alichoona juu ya Israeli akamfunulia nani? Ezekiel. Alafu baada ya kumfunulia akamwambia na inatakiwa utabiri. Linatakiwa neno la kinabii juu ya hii mifupa. Kuna watu hapa mnahitaji neno la kinabii. Amen. Ili muweze kutoka kwenye hilo bonde. Amen. Nifunulie Ezekiel 37. Tuanzie mstari wake wa 7 na wa 8, kipendeza na wa 10. Tusome haraka haraka, nataka nimalize dakika hii. Tuanze maombi. Tuanze kutabiri juu ya kila mmoja. Naweza nikatabiri pamoja na wewe. Maana hata nabii Samuel akamwambia Sauli, utakutana na kundi la manabii na utatabiri pamoja nao. Na kama umefika hapa yawezekana ukakutana na kundi la manabii ukatabiri nao. Sema leo nitatabiri nao. Sema leo nitatabiri nao. Tasoma. Amen. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu Ezekiel 37 na mstari wake wa 8, nayo inasema Nikatazama. Kumbe kulikuwa na mishipa juu yake. Palikuwa na mishipa juu yake. Nyama ikatokea juu yake. Ngozi ikafunika juu yake. Lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Lakini pumzi haikuwemo. 9 anasema. Ndipo Mungu akaniambia, tabiri. Basi tabiri. Utabirie upepo. Mwanadamu. Ukauambie upepo. Bwana Mungu asema hivi. Njoo. Kutoka pande za pepo 4. Utoke pande 4 za pepo. Pumzi. Ukawapulizie hawa. Waliouawa wapate kuishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kubwa ya unabii huu. Ukitaka kujua historia vizuri, anzia mstari wa 1 upande juu ya 37 mstari wa 1. Najua wengi mnajua historia hiyo na mlishafundishwa mahubiri sana, lakini mimi na mafunuo katika hili. Bwana tusaidie sana.
Kwa hiyo uponyaji wako unaanza na stage. Ufungulivu wako unaanza na stage. Tukiangalia katika unabii wa Ezekiel, alianza kupewa maono ya bonde, alafu akapewa maono ya mifupa mikavu, alafu akapewa assignment ya kuanza kutabiri juu yao. Ndipo Mungu akamfunulia ile mifupa haikuwa na nyama, akaamuru mishipa kwanza ndio ilianza kutokea. Tuko sawa sawa? Amen. Akaamuru mishipa ifanye nini? Itokee. Ianze kutokea. Amen. Alafu akaamuru nyama, alafu akaamuru damu. Baada ya kuvikamilisha hivyo, ndipo akaamuru upepo utokee. Mungu alipomuumba mwanadamu katika bustani ya Edeni, alitengeneza kwanza udongo. Alipotengeneza udongo, akatengeneza mfupa, akatengeneza nyama, akatengeneza mishipa, alafu akaweka damu. Baada ya kukamilisha vile vyote, ndipo akaleta pumzi. Akaleta nini? Pumzi. Na ile pumzi ikawa nafsi. Ilikuwa pumzi ya uhai, pia ikawa nafsi hai. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa Mungu anamupa Ezekiel maono ya prosesi ya uumbaji mpya, ya tumaini jipya, ya njia mpya, kuwasaidia Israeli na kuwainua, kuwatoa katika bonde la mateso, kuwatoa katika bonde walipokufa. Maana Mungu aliwaona kama waliokufa. Amen. Ndio maana hiyo nchi kule uliko, wewe unajiona hufai tena, huna faida kwa dunia hii. Huna faida kwa watoto wako, huna faida kwa ndugu zako. Unayabeba yale maneno unayoyaambiwa, yale unayotabiriwa na ndugu zako, yale unayotabiriwa na jirani zako, ndio unayabeba, yanakudidimiza, yanakuweka chini. Leo natengua hiyo kauli mwanadamu. Amen. Leo huo mfupa utapewa mshipa mpya. Amen. Leo utapewa nyama mpya. Amen. Leo utapewa damu mpya. Amen. Leo utapewa pumzi mpya. Amen. Na wewe utaishi leo. Yeah. Na pumzi itaingia ndani yako. Amen. Na roho wa Bwana itaingia ndani yako. Amen. Utaingizwa katika nchi ya ahadi. Amen. Na ahadi zetu tutaziona katika roho. Amen. Kama vile Bwana asemavyo. Yes. Ni nani ajitazamaye kama mfupa mkavu? Mbona naona roho wa Bwana akishusha mshipa, akishusha nyama, akishusha damu, na pumzi kiingia. Tunashuka chini, tunaona ya kwamba Mungu anasema walikuwa na moyo wa jiwe. Akaondoa kwanza roho wa jiwe, akaleta roho ya nyama, ndipo akatangaza roho wa Bwana kukaa ndani yao. Amen. Sisi tunafuata vipengele hivi vizuri. Amen. Mungu kule akaondoa moyo wa jiwe, akawatakasa kwa maji, akaleta moyo wa nyama. Ndipo roho wa Bwana akashuka ndani yao. Hapa maona ameshampa Ezekiel, anatabiri juu ya taifa, akampeleka sasa kule. Nilichokuwa na kuambia kwamba utabiri juu ya Israeli, walikuwa na mioyo ya mawe, jiwe. Sasa nimekuonesha jinsi gani watapata moyo wa nyama katika utakaso. Sasa hebu nikuoneshe uhalisia wao jinsi walivyokuwa naishi. Okay. Ijapokuwa nalitabiri kwamba ninaondoa moyo wa jiwe, naleta moyo wa nyama, sasa hebu nikuoneshe uhalisia. Mungu akampeleka kwenye bonde, akamuonesha Israeli ni mifupa mikavu. Wanatembea, lakini yule mtu halisi, ile nafsi hai, ni picha ya mfupa mkavu. Amen. Sasa Mungu anataka kufanya restoration. Amen. Mungu anataka kufanya restoration mpya katika maisha ya Israeli. Amen. Akaanza kunena juu yao. Asubuhi ya leo kuna jambo jipya linaenda kutokea katika maisha. Amen. Kile kinachokupa maswali, Mungu anataka kukiondoa juu yako. Amen. Mungu katika roho anakuleta, anakutoa kwenye hilo bonde, anakuleta katika nchi, na wewe utaanza kuliona tumaini jipya. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Soma mstari wa 10. Anasema 10. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Basi nikatabiri kama vile Bwana alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia. Pumzi ikawaingia. Wakaishi. Wakaishi. Wakasimama kwangu kwa miguu yao. Wakasimama kwangu kwa miguu yao. Jeshi kubwa mno. Walikuwa ni jeshi kubwa. Unajua Hosana nyinyi ni jeshi kubwa.
Amen. Lakini tatizo tulikuwa mifupa mikavu. Amen. Tatizo nafsi zetu zilikuwa hazina uhai tena. Katika roho tulikuwa mifupa mikavu. Lakini neno la kinabii la leo ni kwamba tutasimama kama jeshi kubwa. Amen. Na tukisimama kama jeshi kubwa, yes, hatutashindwa vita. Amen. Bali vita vyetu tutashinda. Amen. Maana Mungu alituona kama mifupa mikavu, yeah, lakini mwanadamu Mungu anashusha unabii dakika hii kwamba nafsi yako hitaonekana tena kama mfupa mkavu, yes, bali utaonekana kama jeshi kubwa mbele za Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Kuna hali ambayo itatokea kati yetu. Amen. Sio ya kawaida. Endelea na kusoma, nasema. 11 anasema, kisha akaniambia, kisha akanena, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama. Wao wanasema hivi. Tuelewane vizuri. Mungu anamuonesha ni mifupa, lakini hapa Mungu anamwambia tazama, hii mifupa ni nyumba yote ya wana wa Israeli. Na wao husema, ina maana wana kinywa cha kusema, wanatembea, wanalima, lakini kwa jasho. Ni watumwa, wanakula kwa jasho. Wanaishi, hawana maamuzi juu ya maisha yao. Na wao wanasema, sio mimi. Na wao husema, wanasema nini? Mifupa yetu imekauka. Mifupa yetu ilikauka. Ina maana nao walijua kwa sababu ya shida walizo nazo, wakasema mifupa yetu imekauka. Matumaini hayapo tena. Matumaini yetu yametupotea. Matumaini yametupotea, hayapo. Tumekatiliwa mbali kabisa. Tumekatiliwa mbali kabisa na uso wa Mungu. 12 anasema, basi tabiri. Basi Mungu akamwambia hivi, tabiri, sasa ni wakati wa unabii. Uwaambie, Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu anasema hivi. Tazama. Nitafunua makaburi yenu. Nitayafunua makaburi waliko wazika. Sasa tuulizane, wanazikwaje na huku wanatembea? Mungu anasema wao husema kwamba mifupa yetu imekauka, matumaini hayapo, tumetawanyika katika nchi. Sasa je, walizikwaje? Mungu anafunuaje makaburi na wao wanasema? Je, kilichokufa huwa kinasema? Kilichokufa huwa kinasema? Hapana. Bwana tusaidie sana. Amen. Hasa sababu Mungu yeye ni master, ni omnipotent, omniscience. Yeye anajua yote. Wao wanasema, wanalia, yeye anawaona walishagazikwa makaburi. Maana mifupa mikavu hutafutwa makaburini. Mifupa mikavu hutafutwa kwenye mashimo, na juu yake pana misalaba. Lakini katika ulimwengu wa roho, yes, nafsi zao zimezikwa. Amen. Katika ulimwengu wa roho, yeah, nafsi zao zimekatiliwa mbali. Okay. Katika ulimwengu wa roho, dio, hawana uhai tena. Katika ulimwengu wa roho, ni nafsi hazina maamuzi. Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini leo lipo neno la kinabii, yes, litakalo shuka juu yako. Amen. Na linashuka juu yako. Amen. Hilo kaburi walilokuzika ndani, dio, tunatabiri likuachie. Amen. Tunatabiri likuachie. Amen. Tunatabiri likuachie. Maana hili ni neno la kinabii. Sikia, siji hapa kukuhubiria, nimekuja kutabiri. Nimekwambia leo nataka kutabiri unabii wa jumla. Amen. Mungu anasema wako makaburini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Kipindi cha nabii Ezekiel, si walikuwa hai? Si walikuwa wanatembea? Yes. Lakini kuna namna tumefundishwa kwamba Israeli wote walikufa. Si ndio Yes. Amen. Si injilio tulijua hivyo kama walikufa. Wachungaji simpo na nyinyi mlishahubiri au mahubiri? Kwamba Mungu akamtuma nabii Ezekiel atabiri na wafufuke. Mungu hakutabiri juu ya mwili huo. Mungu alimpa unabii Ezekiel wa kutabiri juu ya nafsi za wana wa Israeli, ambazo katika roho hizi nafsi ziliuzwa katika miungu, ziliuzwa katika Wafilisti, ziliuzwa katika vinyago, ziliuzwa katika madhabahu mbalimbali. Kwa wakaishi kama mifupa mikavu, hawakuwa na uhai, walionekana kama waliokufa, walionekana mifupa mikavu kwa sababu nafsi zao ziliuzwa. Kwa Mungu akamtuma nabii Ezekiel kwamba tabiri juu ya mifupa. Kwa alitabiri juu ya mfupa unaoitwa nafsi.
Alitabiri juu ya mfupa unaoitwa nini? Nazi. Je, ukisoma historia yao utakuta kwamba watu walikuwa na furaha? Si walikuwa na maisha kama unayoishi leo? Maisha ya kulia, ya kusubiri mlo mmoja nayo kwa jasho. Hebu jiulize, wewe unaanza kuishi maisha ya kuomba kula mara moja ni hitaji kwako. Ndivyo Mungu alivyokuumbia hilo? Nakuja kusema hivi, ndivyo Mungu alikuumbia hivyo? Hiyo hali unayoishi na ikataa mimi. Amina. Kama wewe unakubaliana nayo kwa neno la Bwana na kwa kinywa hiki, nakataa hiyo hali ulionayo. Amina. Nakataa mawazo ulionayo. Amina. Mungu amenipa mamlaka ya kukataa mabaya juu yako. Mungu amenipa mamlaka ya kutabiri mema juu yako. Mungu amenipa mamlaka ya kutabiri afya njema juu yako. Mungu amenipa mamlaka ya kutabiri mafanikio juu yako. Mungu amenipa baraka ya kuinua mikono yako juu na ukaanza kuziishi hizo baraka. Amen. Kwa hii mamlaka imebeba baraka juu yake. Amen. Na ikataa hiyo hali ulionayo. Amen, amen. Na yakataa hayo maisha ulionayo. Amen, amen. Na kataa kile ulicho nacho. Amen. Na tabiri juu yako. Amen. Sikia, walitembea lakini wamezikwa makaburini. Sio mimi, ni neno la kinabii. Na Mungu alikuwa direct. Antena zake ziko wazi, yuko kwenye communication yeye na Ezekiel. Anamuonesha uhalisia wa wana wa Israeli. Yeye aliwaona kama wanadamu wenzie, lakini Mungu aliwaona kama mifupa mikavu tena imezikwa makaburini. Lakini wanatembea, bado wako utumwani, wanakula vyakula vya utumwa. Bwana tusaidie sana. Lakini kwa sababu yupo Roho, ndipo Mungu akampa nabii atabiri na Roho akawaingia. Na Roho alipowaingia, maisha yao yalibadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Ndipo wakajitambua. Ina maana yake kwamba wewe na mimi, Roho wa Bwana atakapotuingia, tutapewa mafunuo katika huyo Roho, na tutaweza kuyaona maisha yetu yale ya kale, na pia tutaona maisha yajayo. Maana usipokuwa na Roho wa Mungu, hutayaona maisha yajayo. Utaona maisha ya mateso tu, utaona kukataliwa. Amen. Utaona kilio. Ila anakuja kutabiri. Yes. Acha Roho wa Bwana ingie juu yako, ingie ndani yako, akuoneshe maisha ya nchi ya ahadi, akuoneshe kile Baba wa mbinguni alichokiandaa juu yako. Haleluya. Amen. Na wao husema kwamba mifupa yetu imefanyaje? Imekauka ndani yetu, sio nje yetu, ndani yetu, na tumaini letu halipo. Ni wangapi hapa mnatembea hata tumaini halipo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Acha hayo maswali kuanzia leo. Wewe uliye mnyonge, Mungu anaenda kukufanya taifa kubwa. Utakuwa hodari. Usione nimekuja kusema hili neno kwa bure. So nakumbuka nilikufundisha, ndio neno tulimaliza nalo seminar. Lakini bado Mungu ananipeleka kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Tunataka kuomba maombi ya kinabii. Mungu akafunua makaburi yao, akawatoa ndani. Na nini tena alifanya? Na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu. Yani mtapandishwa kutoka kwenye makaburi. Ina maana unaweza kutembea lakini upo ndani ya kaburi. Enyi watu wangu. Enyi watu wangu. Nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. 13 anasema. Anasema. Nanyi mtamjua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nanyi mtajua kwamba mimi ndimi Bwana niwatoaye makaburini mwenu. Nitakapoyafunua makaburi yenu. Nitakapokuja nikatoa lile pazia kwenye makaburi yenu, nikawatoa humo. Na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu. Enyi watu wangu. Enyi watu wangu. 14 anasema. Anasema.
nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nami nitaweka roho wangu ndani yenu. Maana yake Mungu hawezi kushusha roho ndani ya makaburi. Lazima kwanza kutoe ndani ya kaburi. Ukishapandishwa ndani ya kaburi, ndipo roho wa Bwana ataingia ndani yako. Ina maana kama Mungu ameazimia kukutoa ndani ya kaburi, basi ameazimia kuachilia roho wake ndani yako. Na roho wake akikaa ndani yako, anaenda kubadilisha hatima yako. Kuna yule anayenisikia hapa, hatima yake inabadilika. Bwana tusaidie sana. Maana baada ya kuwatoa makaburini, anawekeza roho wake ndani yenu. Amen. Hutaondolewa makaburini alafu kaishi na historia ile. Lazima kuna roho wake atakaa ndani yako. Ule roho atakusaidia kushuhudia ile nchi ya ahadi. Atakusaidia kuirithi nchi ya ahadi. Atakusaidia kuishi baraka za Bwana. Atakusaidia kumsifu Bwana. Atakusaidia kumjua Bwana. Atakusaidia katika ufunuo. Atakusaidia katika mwongozo wa safari ya kwenda mbinguni. Maana bila roho wa Bwana, hata safari ya kwenda mbinguni haipo juu yetu. Bali tunaye safari ya kwenda jehanamu kwa sababu hatuna roho wa Bwana. Lakini baada ya kututoa makaburini, ataweka roho wake juu yetu. Na yule roho atatupa mwongozo mpya. Amen. Ukitaka kwenda njia siyo, yule roho atakwambia hapa ndiyo njia ilipo. Ukitaka kufanya jambo sio, atakwambia hili ndio linalofaa, hili halifai. Bila roho yule wa kweli, hatutaweza kujua kwamba hapa tulipo ni sehemu sahihi. Tutabaki na mashaka ya kibinadamu. Lakini roho wa Mungu akishaingia ndani yetu, tutajua kwamba hakika huyu ndiye Mungu wa kuabudiwa. Ndipo yule roho alipowaingia wakamjua Bwana. Kuna wengine roho wa Bwana atafurika juu yao, watajua kwamba yeye ni Bwana. Kuna wengine hata Mungu akisema nao, sababu roho wa Mungu hayumo ndani yao, hawajui kama Mungu alisema nao. Lakini haya ni majira ya roho wa Bwana kurejea. Ili hata Mungu akishusha neno moja, utapata utambulisho kwamba Mungu amesema na maisha yangu. Amen. Kuna wengine wanajua tu nikisema Jafet, Bwana anasema utabarikiwa. Anajua kwamba ndio Mungu amesema. Lakini hajui kwamba nikisema kwa neno wewe umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini roho wa Mungu akiwa ndani yako, mtumishi akisimama hapa, utajua kwamba umedaka cha kwako. Na mahubiri yote yanayohubiriwa hapa, yote si ya kwako. Mnamo moja la kwako. Amen. Yawezekana leo nimesimama hapa, lakini kuna mtu mmoja tu ambaye Mungu amemtaka leo ainuke. Amen. Haya nao yaongea si ya wote. Lakini ni ya wote kama wataivaa imani. Wakayasikia wakayatafsiri katika imani. Yatakuwa ya wote. Na nikisema ya mtu mmoja, wewe si wawili, wewe ni mmoja. Maana na moyo mmoja. Kwa neno likishuka kwako, linakutengeneza wewe, linanitengeneza mimi. Kwa hatima yako imo ndani ya neno. Maana hakuna maisha unayoyaishi ambayo Mungu hajayanena, ambayo hayajatabiriwa. Yote kama yametabiriwa, basi hili linakuhusu. Mungu anamhitaji mtu mmoja. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Roho wa Mungu baada ya kuwatoa makaburini akashuka juu yao. Na aliposhuka juu yao, hebu nikwambie, Mungu alitenda mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kaburi waliloniweka ndani. Nikitembea najiona niko hai. Lakini huku nyuma nipo makaburini. Nisaidie. Roho wako akae ndani yangu. Aniongoze. Aseme nami. Atete nami. Ayafunue hayo makaburi. Roho wako anijae. Nitembee katika nuru. Nikirudi katika kitabu cha nabii Isaya ya 60 mstari wa 1, kuna kitu Mungu alisema. Haleluya.
Kuna neno hapo Mungu alilitaja. Amen. Nisomee 60 ya Isaya 1:2. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu kitabu cha Isaya 60 na mstari wake wa kwanza, nayo inasema ondoka, ondoka uangaze na uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Amen. Sikia, kuna watu mlikuwa hamwezi kuangaza, mnatembea gizani, lakini Mungu analituma neno kwa nabii Isaya kwamba nyumba ya Bwana, ondoka uangaze, kwa maana nuru ya Bwana imefanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wewe hapa leo utaondoka na kuangaza. Amen. Ulitembea kama giza, mimi nakuja kutabiri hivi ya kwamba inuka na utembee, uondoke na uangaze. Amen. Kama Bwana asemavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ulitembea gizani, kwa sasa hutahitaji jua likuangazie, bali Mungu mwenyewe atafanyika nuru yake. Amen. Atafanyikaje nuru yako? Atamtuma Roho wake, naye Roho atawasha taa ndani yako. Wewe hutatembea gizani. Amen. Utatembea kama nuru. Amen. Na tabiri hivi, mwana Hosana, uliopo madhabahu hii asubuhi ya leo, ondoka uangaze. Amen. Maana nuru ya Bwana imekuzukia. Wewe si giza, wewe ni nuru. Amen. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Hili ni neno la kinabii juu yako. Wewe unapopaona kushindwa, kwa kuwa umeangaza, hawatakuona kama giza, hawatakuona kama mfupa mkavu. Wataiona nuru ya Kristo. Wataliona neno ndani yako. Wataona uwezo ndani yako. Wataona mamlaka ndani yako. Wataona kumiliki ndani yako. Watauona uwezo ndani yako. Kwa sababu umeangaziwa. Amina. Shuka anasema na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kama utukufu wa Bwana umekuzukia, ni nani atapinga? 2 anasema maana tazama giza litaifunika dunia. Giza litaifunika dunia yote, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Na giza kuu litafunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe. Atakuzukia wewe. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Na utukufu wake utaonekana juu yako wewe. Sikia, imefika muda ambao wengine wanalia, wengine wanapigwa vibaya, lakini wewe ni wakati wako wa kupenya. Amen. Wakati wengine wamefunikwa na giza la magonjwa, ni wakati wa kushuhudia uponyaji wako. Amen. Wakati wengine wamefunikwa na giza la njaa, ni wakati wa kula na kusaza kwako wewe. Amen. Wakati wengine hawana ndoa, wewe ni wakati wa kusherehekea ndoa. Amen. Wakati wengine hawana watoto, ni wakati wako wa kuzaa watoto. Amen. Wakati wengine hawana kazi, ni wakati wako wa kupata kazi. Amen. Wakati wengine wanafanya biashara zinafeli, ni wakati wako wa kufanya biashara ukafanikiwa. Amen. Hata kama mazingira ni magumu, wewe utafanikiwa. Amen. Hata kama pana njaa, wewe utakula na kusaza. Amen. Wewe utawagawia jirani. Amen. Watafunikwa na giza, wewe utafunikwa na nuru. Amen. Watafunikwa na kilio, wewe utaishi ndani ya kicheko. Amen. Watafunikwa na tabu, wewe utafunikwa na neema ya Kristo. Itakuangazia. Huu ni unabii juu yako. Hii ni neema juu yako. Hili ni neno linavaa mwili juu yako. Amen. Na inakuwa hivyo. Amen. Sikia, huwezi kunielewa, lakini wale ambao Mungu ameshawatendea hapa, najua kuna wengine Mungu ameshawatendea, mnaelewa ninachokiongea. Kuna wengine hapa dakika hii ni wepesi, wanajisifu ndani ya Kristo, wanamuona Kristo ndani yao, wanaishi. Amen. Hasa hao ndio watanielewa hapa, hao ndio wataelewa nabii nao tabiri. Amen. 51 ya Yeremia anasema nini? Mstari wa 44. Sikia, Mungu hata tuangazia tu, na vyote walivyovichukua atavinyang'anya, vitakaa kwetu. 51 Yeremia mstari wa 44. Twende haraka sana. Amen. Nayo inasema nami nitafanya hukumu juu ya Beli katika Babeli. Nami nitafanya hukumu juu ya Beli katika nchi ya Babeli. Maana ndio waliitesa Israeli.
nami nitavitoa katika kinywa chake alivyovimeza. Na yeye atatoa vitu vyote, utajiri wako, ndoa yako, watoto wako, kazi yako, biashara yako, okovu wako, heshima yako, utukufu wako, watoto wako, atawatoa katika kinywa chake alivyovimeza na atavirejesha kwako. Mbona hujashangilia hata mbinguni? Atavitoa vyote alivyovimeza. Kumbe tulikuwa tunaishi alishaga vimeza, vilishaga mezwa. Unafanya biashara lakini ilishaga mezwa. Unaanzisha uchumba unakufa, kumbe uchumba ulishaga mezwa. Hello? Amen. Sasa ni neno la kinabii ya kwamba vilivyomezwa katika maisha yako havitabaki huko. Yes. Huwezi ukaangaza bila kurejeshwa kwako vilivyomezwa. Amen. Huwezi ukaitwa mbarikiwa huku bado vikiwa vimemezwa. Huwezi kuitwa mwenye mafanikio vikiwa vimemezwa. Amen. Anatabiri na kusema si kukuangazia tu, sio kukutoa makaburini tu, hata vilivyomezwa na mfalme wa Babeli, mfalme wa nguvu za giza, yule mkuu wa wachawi, yule mkuu wa waganga, yule mkuu wa mapepo, yule mkuu wa familia, ile madhabahu ya kwenu, ile laana ya kwenu, ilivyovimeza, Bwana atashuka kuvitoa huko. Maana awezaye kumeza ni mfalme wa utawala wa giza, lakini awezaye kuokoa na kurejesha ni mfalme wa amani aitwaye Yesu Kristo. Yule mfalme wa amani aitwaye Yesu Kristo amesimama hapa leo katika neno lake kuvirejesha vilivyomezwa. Watoto wako kuwarejesha, kazi yako kuirejesha, okovu yako kuirejesha, roho wako aliyepotea kumrejesha, ndoto yako imeibiwa itarejeshwa, hatima yako ipo katika ndoto zako. Hasa katika ndoto umeibiwa ufahamu, ukumbuku unachokiota, vyote vinarejeshwa kwa jina la Yesu. Vinarejeshwa kwa jina la Yesu. Afya yako ilikomezwa na tabiri inarejeshwa. Kazi yako iliyomezwa na tabiri inarejeshwa. Sikia, bado hujanielewa. Na tabiri hivi, afya yako iliyomezwa inarejeshwa. Ndoa yako iliyomezwa inarejeshwa. Uzao wako uliyomezwa unarejeshwa. Biashara yako inarejeshwa. Ndugu zako wanarejeshwa. Sikia, ardhi yako inarejeshwa. Nyumba yako inarejeshwa. Sikia, unafanya kazi sana wewe, lakini bado unapanda daladala. Uchumi wako ulimezwa na tabiri leo ya kwamba unarejeshwa. Havitabaki Babeli. Havitabaki kwa mkuu wa falme wa giza. Havitabaki kwa Wajemi. Havitabaki kwa Washami. Havitabaki kwa wachawi. Havitabaki kwa waganga. Havitabaki kwa mizimu ya ukoo. Vinarejeshwa. Vilivyomezwa vinarejeshwa. Na tabiri vinarejeshwa. Na tabiri vinarejeshwa. Na tabiri zinarejeshwa. Ndoa zinarejeshwa. Ndoa zinarejeshwa. Afya zinarejeshwa. Biashara inarejeshwa. Umaskini kuisha leo kwa jina la Yesu. Na tabiri zinarejeshwa. Na tabiri zinarejeshwa. Na tabiri kwa jina la Mungu wangu ninayemtumikia, nisimamaye mbele zake, na tabiri vinarejeshwa. Mungu amesema na mimi nitabiri. Na hapa natabiri vinarejeshwa. Hiyo ndio umekatia tamaa, inarejeshwa. Wewe uchumba umekatia tamaa, unarejeshwa. Afya yako umekatia tamaa, wewe inarejeshwa. Maisha yako umekatia tamaa, yanarejeshwa. Biashara umekatia tamaa, inarejeshwa. Hapata kuwa kupoteza tena wala kuzurumiwa tena. Usiogope. Na tabiri Bwana amenisimamisha hapa niseme neno rejesha. Na
narejesha. Amen. Nami narejesha. Amen. Maandiko yanasema kwa Isaya ya kwamba tumepotea, tumemezwa. Hapana asemaye rejesha. Lakini nimesimama hapa, mimi natangaza habari ya urejesho. Natangaza habari ya kurejeshwa kwako. Natangaza habari ya kuinuliwa kwako kwa jina la Yesu. Upendo, acha nikuambie, kama tutaishi maisha ya umaskini, Mungu hatapata nafasi ndani ya maisha yetu. Mungu amenipa upako wa kurejesha na kutabiri vilivyokufa vifufuke, na kutabiri juu ya kaburi lako ufufuke. Amen. Hivi hamjawahi kuona hapo ukiombea mtu hapo mwenye pepo mchafu anasema tumemzika makaburini, tuko naye makaburini? Hamjawahi sikia? Kwa huu nabii unadanganya. Unaweza kaishi lakini uko makaburini. Unaweza kaishi lakini upo gerezani. Nabii Yeremia alikuwa gerezani kwenye 33 mstari wa kwanza. Mungu akamwambia Yeremia, niita tena nitakuitikia na nitakuonesha mambo makuu. Unaweza kama mchungaji lakini uko gerezani. Mtu mmoja aliyepata neema alikuwa anaitwa Paulo kwa Matendo ya Mitume 16 mstari wake wa 23 na 26. Biblia inasema Paulo akapigwa sana mwili, alafu akatupwa gerezani kwa mateso makubwa. Lakini wakausurubisha mwili, lakini sababu nafsi yake ilikuwa active, Roho wa Bwana yumo ndani yake. Mwili ukatiishwa, haukuogopa gereza. Amen. Unaweza ukateswa mwili, ukapigwa mwili, lakini Roho akiwa ndani yako atakuwa mtetezi na kufuta makovu baada ya mateso. Kwa Roho wa Mungu akiwa ndani yetu, ataondoa makovu tuliyopigwa na kuteswa hapa duniani. Ataondoa makovu ya ndoa, ataondoa makovu ya umaskini, ataondoa makovu ya magonjwa, ataondoa makovu ya shida, makovu ya mateso. Huyo Roho na ashuke leo juu yako, akakurejeshe, akakujaze, akakuinue kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema akaanza kusifu, akaanza kuomba, misingi ya gereza ikatikisika. Kilichotikisa misingi ya gereza sio mwili wa Paulo, bali ni Roho wa Bwana. Alikuta moyo wa nyama uko tayari kupokea. Roho aliposhuka ndani ya moyo wa nyama, ukaanza kumwabudu Mungu. Ulipoanza kumwabudu Mungu, gereza likasema huyu si wa kawaida, huyu si wa kwetu, huyu si wa kawaida. Roho wa Mungu akikaa ndani yako, waliokushikilia hayo magereza yako yataona wewe si wa kawaida. Huyo mchawi wako aliweka nafsi kifungoni, ataona wewe si wa kawaida. Aliyekamata biashara yako, ataona wewe si wa kawaida. Aliyekamata ndoa yako, ataona wewe si wa kawaida. Hilo gereza litakuona wewe si wa kawaida. Litakuona wewe si wa kawaida. Nimeshuka hapa leo, natabiri juu ya mtu mmoja hapa ya kwamba Roho wa Bwana na ashuke, wewe usibaki wa kawaida. Watakaokuona hawatakuona wa kawaida. Power. Roho wa Bwana akikaa ndani yako, magonjwa yatatii. Yatakuona wewe si wa kawaida. Roho wa Bwana akikaa ndani yako, mapepo yatakuona wewe si wa kawaida. Hasara unazozipata zitaona wewe si wa kawaida. Vinavyokuwinda Bwana atavipiga upofu. Havitakaa nyuma yako tena, kwa sababu Roho wa Bwana yuko ndani yako. Roho wa Bwana anakutia mafuta. Natabiri Roho wa Bwana ashuke. Natabiri Roho wa Bwana ashuke. Roho wa Bwana apite. Roho wa Bwana apite. Roho wa Bwana apite. Gereza lilipolisikia, gereza lilipolisikia ya kwamba yupo Roho wa Bwana, anapita, anatengeneza njia, anakutia nuru. Sikia mpendwa, siko hapa kupiga porojo.
Ukiona nimetua hapa, nimesimama kwenye madhabahu, jua lipo, jambo limetoka mbinguni, limeletwa mahali hapa. Ukiona nimeleta sura hii hapa, jua imebebeshwa habari njema juu yako. Nina habari njema leo ya kwamba hutabaki kama ulivyo. Neno linaenda kuvaa mwili. Waliokuzika watakutafuta kwenye makaburi yao, hawatakuona. Waliokamata nafsi yako kwenye makaburi, wataitafuta, hawataiona. Wataitafuta, hawataiona. Nasikia Roho wa Bwana akinena juu yangu katika upako mkubwa ya kwamba wewe utaishi. Nuru itakuzukia, maisha mapya juu yako, habari njema juu yako. Wewe si wa kawaida, wewe si wa kulia, wewe ni mtu mkuu. Kuna ushuhuda juu yako na uru ulionao. Mbingu zinatangaza habari njema. Inuka na uishi tena. Makaburi yako ya kutapika, kila kitu chako kitapikwa na Babeli na mfalme wao waliomeza vyako vyote vinarejea. Hakuna aliyesema rejesha. Mimi nikivaa ujasiri katika imani kwa damu ya Yesu Kristo na kwa ushuhuda wa mwana kondoo, na kwa hiyo damu na kwa nguvu ya Roho nasema virejee. Natabiri virejee. Natabiri virejee. Amen. Natabiri pumzi juu yako tena. Amen. Katika uumbaji wa Mungu tunaona pumzi litumika sana. Pumzi mpya ingie ndani yako. Amina. Waanze kupumua habari njema. Waanze kupumua afya. Amen. Naisikia neema inapita kwa watu. Nasikia uweza wa Roho Mtakatifu unawachokonoa watu hapa. Kuna watu wanachokonolewa kwenye makaburi, wanaletwa. Kuna watu wanachokonolewa kwenye majabari, kwenye minazi, njia panda, wanarejeshwa. Kuna wengine wanatolewa kwenye madhabahu za ukoo wao, wanarejeshwa. Nilipokuwa katika maombi, Mungu alikuwa ananiambia, nataka nitembee na wewe kwa tofauti. Amen. Utakachokitamka kwa mdomo wako ndicho kinaenda kutokea kwa watu wangu. Amen. Hasa Baba wa mbinguni ulivyosema na mimi, hili neno likavae mwili. Amen. Nacho kitabiri. Amen. Kikatokee. Amen. Rakrash elenikai. Reponte sta declara. Yes, Lord. Asante Roho Mtakatifu. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu na isikina bubujika. Msomaji endelea na Isaya hiyo 60 mstari wa 19. Niko nasikia kuna nguvu isiyo ya kawaida inaenda kuokoa watu mahali hapa. Wakati mwingine unategemea taa nyumbani kwako kupe mwanga, lakini Mungu anataka kuleta mwanga si wa kawaida. Ni unabii tunatabiri namna hii. Naisikia nguvu ya Roho Mtakatifu ipo juu yangu. Hebu nisome. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu Isaya 60 na mstari wake wa 16, nayo inasema 19 nayo inasema jua halitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana. Jua halitakuwa nuru yako tena wakati huu. Wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake. Wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake. Bali Bwana atakuwa nuru ya milele kwako. Bali Bwana Mungu anaenda kuwa nuru ya milele katika maisha yako. Na Mungu wako atakuwa utukufu wako. Na Mungu wako atakuwa utukufu kwako. 20 anasema jua lako halitashuka tena. Jua lako halitashuka kuharibu maisha yako tena. Njaa yako haitashuka tena, haitarejea tena. Wala mwezi wako hautajitenga tena.
hautojitenga. Ndio. Kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele. Kwa sababu Mungu mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele. Na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Na siku za kulia kwako zinakomeshwa. 21 anasema, watu wako nao watakuwa wenye haki wote. Na watu wako nao walilia, ndugu zako hawajamjua Mungu, Bwana atawarejesha kuwa wenye haki. Nao watairithi nchi milele. Sikia, Mungu anaturudisha kule, anasema wataishi nchi milele. Na maana utaenda kuishi katika nchi yako milele. Chipukizi nililolipanda mimi mwenyewe. Wewe ni chipukizi Mungu alilolipanda. Kazi ya mikono yangu mwenyewe. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu mwenyewe, si mwingine. Ili mimi nitukuzwe. Ili yeye Mungu atukuzwe. 22 anasema, mdogo atakuwa 1000. Wewe uliye mdogo utakuwa 1000. Na mnyonge atakuwa taifa hodari. Na wewe mnyonge utakuwa taifa hodari kubwa. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Nitayahimiza hayo yote yatokee kwa wakati wake aliyoamuru kutokea. Amen. Amen. Sikia, hapa tunaona Mungu anazungumzia umilele. Mungu anazungumzia kuangaziwa. Hili neno la kinabii juu yako. Mpendo, usiogope. Kuwepo kwako hapa si bahati mbaya, si bure. Mungu aliniambia nitabiri, na tabiri itokee. Yawezekana unatembea unatarajia jua likuangazie, lakini hutategemea mwanga wa jua. Bwana Mungu anaenda kuwa nuru yako ya milele. Yawezekana ukifika usiku kama mwezi hujaandama, unasema na kuwaje leo. Hutategemea mwanga wa mwezi tena, bali Bwana Mungu atafanyika nuru ya milele katika maisha yako. Na kama Bwana atafanyika nuru ya milele katika maisha yako, utamogopa mchawi, utaogopa mganga, utaogopa njaa, utaogopa maskini. Ukiwa ndani ya nuru ya Bwana, umaskini si sehemu yako. Maana unachokifanya kinaangaziwa. Unachokifanya kina nuru ndani yake. Amen. Ukitembea unaona mbele. Amen. Tutaishi kwa maono. Tutayaona maono ya wazi. Sababu Bwana Mungu anatuangazia. Haleluya. Amen. Amen. Na anachokisema kina milele ndani yako. Amen. Ina maana maombolezo yako yatakomeshwa. Maombolezo maana yake kilio chako kitakomeshwa. Unalia kwa nini? Mungu anasema atakomesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.